Neema mbili ambazo kwamba watu wengi wamepata hasara kwa kuzitumia neema hizo vizuri. Masahaba radhiallahu anhum warda wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, je, ni neema gani hizo neema ambazo kwamba zinazomfanya mtu awe ni mwenye kupata hasara ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan? Ya Rasulullah, tueleze ni neema gani ili tuweze kuzijua. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawajibu masahaba zake na kuambia kuwa ni neema mbili. Neema ya kwanza ni neema ya siha, na pili ni neema ya faragha. Leo wewe umepatiwa siha na afya njema, umepatiwa afya, umepatiwa faragha, kisha bado wewe umeghafilika kumshukuru Allah, kumwambia ya Rabbi, nakushukuru kwa kunipatia mimi afya njema, nakushukuru ya Allah kwa kunipatia mimi faragha, kwa sababu watu wengine hawana muda huu. Leo umepatiwa neema kama hizo, wewe unajisahau. Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi, ametuafikisha sisi Ramadhan, ametujalia sisi tufikiwe na mwezi mtukufu wa Ramadhan ili tupunguze misukosuko yetu pamoja na kero, shida ambazo kwamba zilizokuwa zimetusibu katika mwaka mzima. Allah akaileta Ramadhani ili chansi ya kwangu mimi na wewe, ili tuweze kujibadilisha. Ndugu zangu wema katika imani, tutibu maradhi aliyotusibu mwaka mzima. Ikiwa wewe katika miezi yote iliyopita wewe ulikuwa na hikdi, ulikuwa na chuki na mwenzio, imeingia mwezi mtukufu wa Ramadhan, safisha moyo wako, usifunge Ramadhan aliyakuwa kuna fundo na mwenzio. Na Allah ametupa taufiki na kutujalia kufikiwa na 10 hili la mwisho ambalo ni bora kuliko masiku yote yanayopatikaniwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tusaidiane katika kheri ili tuonyeshe mabadiliko, tuhakikishe katika kila tulisemana na katika kila ambalo tunalolifanya tufanye na tuwe ni wenye kusema kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pia tuhakikishe kwamba yale ambayo kwamba tunayoyafanya na yale ambayo kwamba tunayoyasema yawe yako katika mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, yawe yako katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ahibati fillah, tuwe na subra katika kila jambo, especially katika mwezi huu wa Ramadhani. Wapo wengi ambao kwamba walioanza vizuri kufunga, lakini wakifika cha kushangaza katika kufikia katika masiku kama haya ambao kwamba ndio masiku bora ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye kukaza kikoi chake, kwa maana alikuwa akijizatiti sana katika kufanya ibada, lakini utawapata watu wanakuwa ni wenye kuwa katika mughafala, wamekuwa ni wenye kuchoka, wanafikiria Idi itafika saa ngapi, Idi itafika lini, badala ya kwao wawe na himma na kuzidisha ibada. Kama huko mwanzoni ibada zao walikuwa wakifanya lakini kwa uvivu, sasa hii ndio muda wao wawe ni wenye kujibidisha, wawe ni wenye kukithirisha sana ibada, wawe ni wenye kukithirisha sana kusoma Qur'an, wawe ni wenye kukithirisha kufanya i'tikaf. Lakini watu kama hawa wanachoka. Wallahi billahi Allah, hakika innamal a'malu bil khawatim, hakika kila amali uzingatiwa mwisho wake. Haya ndio masiku mema ibadi fillah. Yaweza kuwa umeanza vizuri, lakini katika masiku haya ukaharibu. Haya masiku wewe ulivyoyaharibu ndio atakuwa ni yenye kuchongea katika masiku hayo yaliyopita.